Yesu yametupa uponyaji. Mateso yake Mwokozi Yesu yametupa wokovu. Mapigo yake Mwokozi Yesu yametupa uponyaji. Yesu alilia pale msalabani, Eloi Eloi, Mungu wangu mbona umeniacha? Yesu alilia pale msalabani, Eloi Eloi, Mungu wangu mbona umeniacha? Yesu aliuliza haya, ni jambo gani ambalo mimi sikuwatendea? Akiwa katika dhiki Yesu aliuliza. Kwa sababu ya siku hii ya leo, kwamba Mungu ametuwezesha kufika tena wakati kama huu ili tukaweze kuendelea kuwa na ushirika wa neno lake na kuwa na ibada. Mungu ametukirimia neema kubwa sana, hasa sisi sote, kwa sababu tumefika mahali hapa. Kama si yeye hatungeweza kufika mahali hapa. Kwa hivyo Mungu ametusaidia na Mungu ametulinda, Mungu ametuongoza mpaka wakati huu. Kuna mengi ambayo yametendeka, lakini tumeona neema yake ikiwa pamoja nasi, na tuna sababu ya kumshukuru, tuna sababu ya kumtukuza, kwa sababu ni yeye ndiye ametutendea kazi hii. Kwa hivyo leo tunataka twende tukaingie katika neno la Mungu na tukapate kusikia maneno ya Mungu, vile Mungu anataka kunena nasi, vile Mungu anataka kutuambia katika maisha yetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nataka tukaingie katika neno la Mungu na baadaye tutapata kuendelea. Kwa hivyo fungua pamoja nami katika kitabu cha Mathayo 16:21 mpaka 25. Mathayo 16:21 mpaka 25. Nitasoma. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, haya hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. 24. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. 25. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye ipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Amen. Amen. Basi leo tunataka tuzungumze ujumbe ambao unahusu mateso pamoja na Yesu Kristo. Huo ndio ujumbe ambao tutazungumzia leo. Na mahali ambapo tumesoma, tumeona jinsi Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake. Na wakati huu alikuwa sehemu inayoitwa Kaisaria Filipi. Ukianza fungu la 13 mpaka 20, utaona hapo Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake pale Kaisaria Filipi, na akawa anawauliza maswali. Akawa anawauliza, watu huninena ya kuwa mimi ni nani? Basi wanafunzi wakawa wanamjibu. Wengine wakasema
wengine husema wewe ni Elia, wengine husema wewe ni mmoja wa manabii, wengine husema wewe ni nabii fulani. Ayubu ndiye alikuwa na majibu. Bibi hakuwa na majibu. Ni Ayubu ndiye alikuwa na majibu. Kwa hivyo akimtazama tangu, unajua vidonda vinanuka bwana. Unamletea chakula, unafunga pua. Kila siku hivyo. Mpaka mwisho si mtu huyu afe. Hii mambo hii, shida hii ni nini? Listen, ni kweli bwana. Na haya mawazo yako ndani yetu sana. Wakati mambo yanapopitia magumu, wakati mwingine tutafika hivyo viwango, wakati mwingine utafika hicho kiwango, wakati mwingine tutafika hicho kiwango. Ndio sababu anataka tufahamu ili tukaweze kufanya nini? Tukaweze kuamua. Ayubu mtu ukishamjua Yesu Kristo, sikiza, vile alivyo, yeye ni nani? Sikiza, mfuate. Na ndio sababu ni vizuri kumjua Bwana. Nimesikia wengi ati tangu nilipokoka mimi sioni msaada wowote. Tangu nilipokoka niko na miaka 10 na sioni msaada wowote. Fadhali tu niregelee maisha yangu. Hata mjua Yesu Kristo ni nani? Hujamjua Yesu Kristo ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukimjua Yesu Kristo ni nani, sikiza, utashikamana na yeye. Na hiyo ndio alikuwa ametaka. Anasema nini? Anasema basi mtu akitaka kunifuata afanye nini? Ajikane mwenyewe, halafu afanye nini? Abebe msalaba. In this context, abebe msalaba. Wakati akizungumza hayo maneno, alikuwa hazungumzi maneno msalaba kama alama ya nini? Ya ibada ama ya nini? Ya kuabudu. Hapana, anazungumza kama nini? Kama shida. Kubeba msalaba mwenyewe, halafu nini? Anifuate mwenyewe na kunifuata. Na haya ndio mawazo anataka wawe nayo. Listen, it is not about salvation is not about a group. Si group baba, si group kijana, si group mama. Salvation wewe na Yesu. Wakati mambo yako sawa, wakati mambo hayako sawa, wewe na Yesu. Wewe unamjuaje huyo Yesu? Maana sikiza, as long tunamfuata Yesu Kristo, siku moja tutapitia mambo. Maana wote waliomfuata Yesu Kristo hawakuwa na walk in the park. It was not a walk in the park. It was not a holiday. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utapata green card, hata tunahubiria utapata green card. No, it was not a walk in the park, brother. Utatembesha hiyo gari na tena halafu kujikuna kutakuja. Utatembesha hiyo gari tena COVID itakuja. Wewe utasimama na nani? Umemjua wewe Yesu Kristo. Haleluya. Utajenga huko Runda lakini usijue COVID itakuja. Na saa nyingine unakupungukiwa bwana. Hakuna chakula. Are you going to remain with him? Ndio sababu anataka tumjue na tupate mawazo yake. Tumfuate yeye. Siku moja akawahubiria mpaka akawafikisha mahali akamwambia haya. Na nyinyi nanyi mwataka kwenda. Wakasema na huyu Petro naye anajibu Mungu atamsaidia. Haleluya. Asante sana. Naomba hata wewe pia Mungu akusaidie. Na mimi pia nisaidie. Anajibu vizuri. Akatazama. Akaangalia. Oh my goodness. Kila mahali anaona hakuna mahali ambapo anaweza kwenda. Amina. Akasema Bwana, twende kwa nani? Na wewe ndiye mwenye maneno ya uzima. Maana wamemjua. Oh my goodness.
Twende kwa nani? Na wewe ndiwe mwenye maneno ya uzima, na haya mawazo yako ndani ya wanadamu. Lakini Mungu anataka haya mawazo yatoke ndani yetu, ya kwamba tunapomfuata Yesu Kristo, ya kwamba maisha hayatakuwa kawaida wakati mwingine. Nasikiza, hivi ndivyo mawazo haya Mungu anataka yatoe katikati yetu. Wakati mwingine nilikuwa nikihubiria hawa watoto wangu, naambia leo tuko na nyinyi hapa, lakini mumjue Yesu Kristo binafsi. Maana kila atakayemshika Yesu Kristo binafsi, sikiza, hata ibika, hata kama atapitia nini, ndio atapitia mazito. That's why you have to hold on to Jesus by yourself. Beba, akasema chukua msalaba wako na unifuate. Wokovu huu si wa kizalia. Amen? Dini ndio kizalia. Dini ndio unaweza kuzaliwa, babako ni wa dini fulani na mamako ni wa dini fulani, na wewe ukizaliwa automatic you are in that religion. Wokovu si kizalia bwana. Wokovu ni wewe na Yesu Kristo, na kubeba msalaba binafsi na kutembea mwenyewe. Wakati mmoja nimezaliwa katika hiyo hali, baba yangu na mama wameokoka. Kawa nikienda kanisani nikiimba kwaya, lakini bado sijaokoka. Mpaka ikafika wakati, maana wokovu ni wa wewe mwenyewe binafsi, uchukue na utembee wewe mwenyewe kila mahali. Na hivyo ndivyo Yesu Kristo anataka. Bwana Yesu asifiwe. Beba mwenyewe msalaba wako na unifuate. Si wakati mmoja Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli, kwa sababu pia Mungu anajua haya mawazo, kwa sababu Yesu Kristo alipoona haya mawazo ndio akasemaje, haya mawazo ni ya wanadamu. Petro, haya mawazo ni ya wanadamu, huyawazi mawazo ya Mungu. Na Mungu akiwatoa wana wa Israeli, unajua haya mawazo. Kama Yesu Kristo anatujua mawazo yetu, na Mungu naye anatujua mawazo yetu. Kwa hivyo akiwatoa wana wa Israeli, Biblia inasema akawatoa wana wa Israeli, lakini alipokuwa akiwatoa tu, kulikuwa kuna njia ya rahisi, njia ya Wafilisti kuingia Kanaani. Lakini hawakuwapitisha na hiyo njia ya Kanaani na njia ya Wafilisti. Alisema moyoni mwake, akasema hawa maana na wajua mioyo yao, nikiwapitisha na njia ya Wafilisti wafike hapo mbele tu. Haleluya. Kiwapitisha njia ya Wafilisti wafike hapo mbele, wapatikane na vita, wanaweza kuamua kufanya nini? Kurudi Misri. And that is not the heart of God. Na hivyo ndivyo alivyowaona, kwa hawa kina Petro, hawa moyo huu wanapoendelea hivi, huko mbele kutapotokea shida kunihusu, au wataniacha. Na hakutaka hivyo. Wacha tusome. Bwana sifiwe. Wacha tusome Kutoka 13, 17 na 18. Anasema hivi: ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti. Amen. Ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Amina. Hakuwaongoza na hiyo njia, ijapokuwa ilikuwa ni njia karibu. Maana Mungu alisemaje? Wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. 18 nasema hivi: lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Amen. Ndio kuna njia rahisi. Unasikia? Kutuokoa na kutuchukua sisi kwenda mbinguni mara moja kwa Mungu si shida. Lakini kwa nini atuokoe tena tuache hapa tena? Bwana sifiwe. Amen. Kwa hivyo alipowaokoa alimewatoa. Moyoni mwake. Hii hata hapo zungumza na Musa. Bwana asifiwe. Hii
hakuzungumza na Musa, akasema hawa vile nawajua maana mawazo yao. Petro, mawazo ni mawazo ya Petro na ni mawazo ya shetani. Maana shetani, the devil is operating all the time. Kila wakati shetani. Si kwamba tunapenda sana neno la Mungu. Mara ngapi unaweza kusoma neno la Mungu? Mara ngapi unaweza kusoma neno la Mungu? Nani wiki hii amesoma chapter 1 ya Biblia? Chapter 1 tu. Watu hao wote, watu watano wamesoma, watu watano. Si kwamba tunapenda sana neno la Mungu. Tumeokoka ndio, lakini fikiri unapenda kusoma neno, maana unaonaje ni kusumbuka. Unasikia kwa afadhali unaweza kukaa kama masaa 5 kwa simu, maana una watch movie. Na hivyo ndivyo fikiri, na hivyo ndivyo nafsi inapenda Bwana. Hivyo, nafsi inapenda. Maana haipendi kusumbuliwa. Juzi tuko pale nyumbani tunaosha matanki ya maji. So tulipokuwa tunaosha matanki ya maji, nikamwambia Gideon, sasa wewe ndio utaingia kwa hayo matanki uoshe. Hai. Na mimi namsikiza. Hai. You know. Hai. Mimi namwambia. Maana nafsi haitaki kusumbuliwa. Inataka comfort. Ikikai vizuri. Hata unaweza kukunja mguu hivi. Na hivyo ndivyo ninapotaka. Unasikia? Simama tu kidogo pale upumzike. Napumzika. Tangi la kwanza tukamaliza, tukaingia tangi la pili. Ibrahim pia akatusaidia. Aliingia dakika 5. Anacheza masaa 3, lakini dakika 5 Ibrahim. Hata siwezi kuinama namna hii. Na kwa Yesu Kristo wakati mwingine itabidi. Haleluya. Ndio sababu anasemaje? Atakaye kunifuata afanye nini? Ajikane nafsi yake. Nisipojikana nafsi yangu, I cannot preach. Kwa Yesu asifiwe. Preaching is not a fashion. Ufikiri kuhubiri ni fashion? Wengine kama ni fashion, sikiza, hutaenda popote bwana. Si fashion. Ni maisha ya kujikana. Wakati mwingine unaamka saa 6 usiku, saa nyingine unaamka saa 10 usiku, unapewa neno usome. Wakati mwingine unaamka unaomba. Si maisha yako. Na hiyo ndio maisha Yesu Kristo anataka tuyapate, ya kwamba tusiwe katika nini? Katika nafsi zetu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haya alipoyaona na huu moyo huu, ndio akasema hawa hawawezi kwenda mbali. Hii injili hawataiweza. Amen. Hii injili hawataiweza. Kwa hivyo anataka hiyo itoke. Sikiza. Wewe kijana, Yesu anataka nini? Utoe mawazo yako ya ujana. Amen. Kumtumikia ili uende na Yesu ni uyatoe, uyaweke kando. Amen. Utoe kile uweke kando. Kwa sababu wakati mwingine utafanya nini? Utachukizwa. Soma. Hivi sasa everywhere, kila mahali Mkristo, kila mahali anachukiwa. Na Yesu Kristo alisema hiyo. It is not just a walk in the park. Kila mahali alisema, sikiza, mtachukiwa kwa sababu nimewapatia jina langu. Luka 21:17. Get this heart, young man. Get this heart, mama. Get this heart, my brother. Na mimi pia nipate huo moyo. As I preach this gospel, si rahisi, tutapitia mateso. Yesu pamoja na mateso. 21 nasema hivi. Luka 21:17 inasema hivi. Inasema hivi.
nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Nataka niwaulize, kuchukiwa ni kuzuri? Kuchukiwa ni kuzuri? Si kuzuri. Lakini Yesu anazungumuza, anasema mtachukiwa. Sikiza, wewe ukienda mahali ukiona tu unapendwa tu, you don't preach the gospel. Urongo. You don't hubiri injili, unadanganya. Lakini hata katika familia zenu, jaribu kuhubiri injili kila wakati. Uone kama watu watakupenda. Wakikuona Mwokozi Yesu yametupa wokovu. Mapingo yake Mwokozi Yesu yametupa uponyaji. Mateso yake Mwokozi Yesu yametupa wokovu. Mapingo yake Mwokozi Yesu yametupa uponyaji.